Naibu Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, Kaspa Mmuya, amesema wananchi waliovamia hifadhi ya Mkuti pamoja na maeneo ya Cheli na Rugufurelini wilayani Kasulu mkoani Kigoma wanapaswa kuondolewa na kuhamishwa katika eneo la Landani ili kulinda mazingira na kuondoa migogoro ya matumizi ya ardhi. Kauli hiyo ameitoa wakati wa ziara yake ya kikazi wilayani humo iliyolenga kusikiliza na kutatua changamoto za ardhi. Mmuya amesema utunzaji wa misitu na mazingira una manufaa makubwa kwa jamii, kwani husaidia kusawazisha hali ya hewa, kuhifadhi vyanzo vya maji pamoja na kulinda uhai wa mazingira licha kuwepo kwa mahitaji ya maeneo ya kilimo na makazi. Aidha, ameshauri michakato ya kuomba kuongezewa ardhi katika vijiji vyenye uhaba wa maeneo ya makazi na kilimo ianze mapema ili tathmini mpya iweze kufanyika. Mheshimiwa Naibu Waziri, tuna mgogoro hapa Kwaga, tuna mgogoro kata Usesa, tuna mgogoro Kigembe, Bikoni mpaka Kaziko kwenye maeneo ya nyumba za watu. Mheshimiwa Naibu Waziri, tuna mgogoro kata ya Rungwe, mashamba na wao wanalalamika mipaka haiko sawa. Tuna mgogoro kata ya Sante Nyerere, tuna mgogoro kata ya Kurugongo. Kwa ujumla tuna mgogoro pia kata ya Kagerankanda. Kwa ujumla jimbo la Kasulu vijijini lina vijiji zaidi ya 27 vyenye changamoto za ardhi. 15 viko hifadhi ya Mkuti, vingine viko 12 Makere Kusini. Kwa mheshimiwa, naomba tusaidie leo angalau wananchi hawa watoke na faraja na matumaini makubwa, na ukiokoe chama chetu, Chama cha Mapinduzi, kiendelee kudunda kwa kishindo. Mimi nadhani ulikuwa unatuuliza matamanio yetu ya kwamba mnataka nini leo. Ninataka ukomeshe dhana ya kusema tunatoka. Sisi tukae kwenye maeneo yetu mpaka uvumbuzi utakapokuwa mmeupatia uvumbuzi serikali. Kilichopo ni kwamba maafisa ardhi waliweka bikoni mpaka vijijini, kiasi kwamba wakazi wa Kasulu vijijini wanakosa eneo la kulima. Hatuna mashamba kiujumla. Kwa hiyo ni bikoni tu zimekaa mpaka kijijini. Ndio waliovamia eneo la hifadhi la msitu wa Mkuti, wa Kucheli na Rugufurelini waondolewe na kupelekwa eneo la wazi ambayo ni msitu wa Mkuti, lakini ni jirani na kijiji cha Zeze ambayo ndio inaitwa eneo la London. Nyinyi wananchi ni wa Tanzania, wala haujaambiwa wewe umetoka sehemu sio sehemu ya Tanzania, ni wa Tanzania. Tunachotakiwa kama serikali kuratibu shughuli zetu zote zisituletee madhara kesho na kesho kutwa tukaanza kupata shida mkasema serikali yetu iko hivi na hivi na hivi. Hapana. Ndiyo maana hata mawazo ya kutengeneza vijiji vya ujamaa ilikuwa ni kusaidia uratibu wa uendeshaji wa serikali katika kutoa huduma. Leo hii Kigoma yote hii tunategemea kilimo, na kilimo kinaletwa na mvua. Kwa maana ni lazima tuwe na sehemu ya ardhi ya kilimo, lazima tuwe nayo. Mheshimiwa Mbunge, wewe na mimi tuungane kwenye hili jambo. Tuna dhamana ya kusikiliza changamoto walizonazo wananchi hawa. Changamoto niliyoipata hapa, wananchi hawa wanahitaji ardhi ya ziada kwa ajili ya kilimo. Kwa hiyo sasa nawaambieni, ardhi hii haitolewi na mbunge, ardhi hii haitolewi na mkuu wa wilaya, ardhi hii nani, inatolewa kwa utaratibu.
kwa sababu tumemkabidhi ardhi hii Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo ni jukumu letu sisi kuomba. Kwa mbunge huyu kwa niaba yenu aanzishe mchakato wa kuomba, lakini mimi leo hii siwezi kuja kusema hapa sasa msitu wetu wote chukueni. Mtakiuka sheria, mtanifunga mimi. Tukianza tu kuwapinga viongozi wetu itakuwa hatuwezi kupata msaada. Mimi nawahakikishieni salamu zenu hizo mlizotoa hapa, ninaenda kumwambia waziri wa ardhi jambo ambalo nilikuta huko. Naenda kumwambia hususan uhitaji wa nini wa ardhi, naenda kumwambia.